أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Mominin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema, muda mchache kabla nilikuwa nimeeleza matukio ya mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam yahusuyo vita vya Badr. Leo pia kuhusiana na vita vya Badr nitaeleza baadhi ya mambo na matukio ambayo yanapatikana katika historia na pia ni muhimu kuyajua. Kama nimekwisha zieleza katika hutuba zilizopita ya kwamba mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam alibaki katika uwanja wa Badr kwa siku 3, na siku ya 3 akawaamuru maswahaba kuandaa vipando kutoka medani ya Badr. Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwapatia hata Abdullah bin Rawaha na Zaid bin Harisa ujumbe wa ushindi wa Badr, akawapeleka kwenda Madina. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza safari ya kurejea Madina. Pamoja na msafara huo wenye ushindi walikuwepo wafungwa 70 wa Quraish wa Makka. Katika vitabu vya historia imeandikwa ya kwamba njiani katika mafungwa hawa wafungwa wawili, kwa sababu ya desturi ya kawaida ya wakati ule na kwa sababu ya makosa yao makali ya kivita, walikuwa wameuawa, na mmoja wao alikuwa Nazr bin Haris na mwingine alikuwa Uqba bin Abi Muayt. Lakini wanahistoria wote hawaafiki na jambo hilo. Alama Ibn Ishaq anasema kwamba wakati wa kurejea kutoka Badr, mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika kwenye eneo la Safra, hapo Nazr bin Haris akauawa na Ali alikuwa amemua. Katika Sirati Halbia imeandikwa ya kwamba Nazr alikuwa katika hali ya kufungwa, ambapo akamwambia mwenzake kwamba wallahi Muhammad ana nia ya kuniua kwa kuwa ameniona kwa jicho fulani ambapo mimi nimeona mauti ndani yake. Yeye akamwambia Nazr kwamba wallahi hiyo ni kwa sababu ya haiba ya mtume sallallahu alaihi wasallam, haiba ya mtume sallallahu alaihi wasallam uliyoipata, kwa sababu ya haiba ile unahisi hayo. Hapo Nazr akamwambia Musa bin Umair kwamba ewe Musa, wewe ni karibu zaidi kuhusiana na ujamaa wangu, hivyo ongea na mwenzako kwamba yeye anifanye mmoja katika wafungwa, wallahi yeye ana nia ya kuniua. Hapo Musa akasema kwamba wewe kuhusu kitabu cha Allah ulikuwa ukisema maneno fulani na fulani, na kuhusu mtume sallallahu alaihi wasallam ulikuwa unatamka maneno fulani na fulani, na ulikuwa ukiwauzi maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mambo hayo umekusha yatenda
katika zama iliyopita. Hivyo kama una uwawa basi yawezekana kwamba una uwawa kwa sababu ya makosa yako hayo. Riwaya moja inasema kwamba dada ya Nazar bin Haris, Qutayla bin Haris, alitamka na alitunga shairi juu ya kifo cha ndugu yake, na wengine wanasema kwamba binti yake alikuwa ametunga beti hizi na baadaye yeye alikuwa amekubali Islam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipojua kuhusu beti hizi akalia sana mpaka ndevu yake ikalowa na machozi. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, kama beti hizi zingenifikia kabla ya mauaji ya Nazar bin Haris, mimi kwa kufanya hisani juu yake ningemsamehe. Lakini baadhi ya waandishi wa sera wanakataa kuhusu beti hizi na juu ya jambo hili kwamba Mtume sallam alikuwa amelia. Mungu anajua vizuri zaidi kwamba ni jambo gani ambalo ni sahihi. Kama tukio hili limetokea, basi kutokana na tabia ya Mtume sallam hiyo iliwezekana kwamba itokee, kwani Mtume sallam alikuwa na moyo wenye upole sana, alikuwa na rehma katika moyo wake. Hivyo ndivyo kuhusu Nazar bin Haris. Riwaya moja inapatikana kwamba yeye hakuuawa bali alikuwa amebaki kuwa hai, na katika vita vya Hunain alikuwa ameshiriki pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amempatia ngamia 100 kama kumpa moyo. Kisha historia inaeleza kwamba wakati wa kurejea kutoka medani ya Badr, mauaji ya pili yalikuwa ni ya Uqba bin Abi Muayt. Yeye katika njia ya Madina alikuwa ameuawa juu ya eneo la Arkaz Zabiha, na Asim bin Sabit Ansari alimua Uqba, na sawa na riwaya moja Ali alimua. Mwandishi moja anaandika kwamba Nazar bin Haris na Uqba bin Abi Muayt wote walikuwa wenye kuchochea uchochezi na moto zidi ya Islam, na walikuwa viongozi wa wale waliowauzi na kuwatesa sana Waislamu, na ndiyo maana wakapewa adhabu hiyo. Kwa vitu vile kuhusu watu hawa wawili waliouawa, muhtasari ndio huu kwamba kuhusu wote wawili haiwezi kusemwa kwa yakini kwamba kwa kweli wafungwa hawa walikuwa wameuawa njiani au la, kwani zipo riwaya zingine ambazo zinaeleza kinaga ubaga ya kwamba Uqba bin Abi Muayt alikuwa ameuawa katika uwanja wa Badr, ilhali kuhusu Nazar bin Haris kuna riwaya za aina mbili zinazozungumzia mauaji yake na zinazozungumzia kinyume chake, kwamba baadaye pia aliishi kuwa hai na wakati wa vita vya Hunain alikuwa amekubali Islam, japo kuwa riwaya hizi zinafahamika kuwa dhaifu kuliko zingine. Hazrat Bashir Ahmad Sahib katika sera ya Khatama Nabiyin amewazungumzia watu hawa wawili. Ameeleza ya kwamba baadhi ya wanahistoria wametaja jina la Uqba bin Abi Muayt katika wale waliofungwa, na wameandika kwamba yeye baadaye chini ya uongozi wa Mtume sallam alikuwa ameuawa katika hali ile ile ya kufungwa, lakini jambo hilo si sahihi. Katika hadithi na kwenye historia riwaya hii inapatikana ikiwa na ufafanuzi wa kutosha kwamba Uqba bin Abi Muayt alikuwa ameuawa katika medani ya vita, na alikuwa miongoni mwa viongozi wa Makka ambao maiti zao zilikuwa zimezikwa katika shimo moja, isipokuwa kuhusu kuuawa kwa Nazar bin Haris katika hali ya kufungwa kuna dhihiri kutoka riwaya nyingi, na sababu yake ndiyo hii kwamba ye alikuwa miongoni mwa watu ambao walikuwa wamesababisha mauaji ya Waislamu wengi wasio na hatia waliouawa katika Makka kwa mikono ya makafiri. Na jambo hili ni wazi kwamba hata Rabib Haris bin Abi Hala ambaye mwanzoni mwa Islam alikuwa ameuawa kwa zulma mbele ya macho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Nazar bin Haris pia alikuwa miongoni mwa wale waliomua Rabib,
lakini jambo hili ni la yakini kwamba tukiacha nazar hakuna mfungwa aliyeuawa katika hali ya kufungwa, wala katika islam ilikuwa haipo desturi ya namna hiyo. Hivyo baadaye kuhusu hiyo amri moja ya Kurani tukufu pia ilikuwa imeshuka. Na pia ikumbukwe kwamba japokuwa zipo riwaya zinazozungumzia mauaji ya Nazar bin Haris, lakini zinapatikana riwaya zinazothibitisha kwamba hakuuawa, bali baada ya Badr akaishi kwa muda mrefu, na wakati wa vita vya Hunain akiwa muislamu akaingia katika wafuasi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini riwaya hizi ni dhaifu ukilinganisha na riwaya zilizotangulia, wallahu alam. Kwa vitu vile kama katika wafungwa mtu fulani aliuawa, basi alikuwa Nazar bin Haris aliyeuawa kama kisasi. Na kuhusu huyo riwaya moja inapatikana kwamba baada ya mauaji yake Mtume sallam aliposikiliza beti za dada yake ambamo alikuwa ameomba msamaha kuhusu ndugu yake, Mtume akasema kwamba kama beti hizi zingenifikia mapema, basi mimi ningemsamehe Nazar. Kwa vitu vile hakuna mfungwa aliyeuawa isipokuwa Nazar. Mirza Bashir Ahmad Saheb ametoa natija hii aliyotoa kutoka vitabu vya sira na historia. Katika vita vya Badr viongozi wakubwa wa washirikina makafiri 70 waliuawa kwa mikono ya Waislamu na 70 wakafungwa na Waislamu. Kuhusiana na idadi ya wale waliotekwa, kuna idadi ya 49 au 74 zipo riwaya zinazozungumzia, lakini riwaya iliyo mashuhuri na maarufu zaidi ni kuhusu makafiri 70. Katika Sahih Bukhari riwaya moja inapatikana kwamba Mtume sallallahu alaihi wa sallam na maswahaba zake siku ya Badr walikuwa wamewapatia washirikina 140 hasara, yani 70 waliofungwa na 70 waliouawa. Washirikina wafungwa wa washirikina ambao baada ya vita vya Badr waliingia katika Islam na wakakubali Islam, kuhusu hawa imeandikwa kwamba maswahaba wakitii amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakiwatendea wafungwa wa Badr kwa wema sana. Na katika wafungwa hawa walikuwepo wenye bahati njema ambao wakipata athari ya mafundisho ya Islam na hulka za maswahaba wakasilimu, na baadhi yao majina yao ni kama yafuatayo. Wameandika majina yao: Abbas bin Abdul Muttalib, Wakil bin Abu Talib, Nofal bin Haris, Abul As bin Rabi, Abu Aziz. Pia alikuwa anaitwa Zirara bin Umair Abdri, Suhaib bin Abu Huwaish, Khalid bin Hisham Makhzumi, Abdullah bin Abu Suhaib, Mutlab bin Hantab, Abu Ada Sahmi, Abdullah bin Abi bin Khalf Jumhi, Wahab bin Jumhi Jamahi, Suhail bin Amr, Abdullah bin Zoma ambaye alikuwa ndugu wa Ummul Mu'minin Hasauda bint Zama, Qais bin Saib na Mistas jo aliyekuwa mtumwa wa Umayya bin Khalf, na Suhaib bin Ubaid. Watu hawa wakilipa fidia yao siku ya Badr walikuwa wamekubali Islam. Pamoja na vita vya Badr kuna jambo jingine ambalo linahusika na ushindi wa utawala wa Kiroma. Kuhusu ushindi wa utawala wa Kiroma, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ametoa bishara, na kuna uhusiano wake kama nisemavyo una uhusiano na vita vya Badr. Hivyo ni vizuri kueleza habari hii hapa. Katika mwaka wa 5 wa utume, sura Rum ilishuka ambamo ilikuwa imetolewa bishara kuhusu ushindi wa utawala wa Kiroma. Nitaeleza maelezo yake baadaye. Mwenyezi Mungu aliposhusha aya za mwanzo za sura Ar-Rum, hapo Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu akisoma aya hizi katika maeneo ya Makka akaanza kutangaza ya kwamba Alif Lam Mim ghulibatir Rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bizi sinin
yani warumi wameshindwa katika nchi iliyo karibu, nao baada ya kushindwa kwao watashinda katika muda wa miaka 3 hadi 9. walikuwa washirikina wa makka. tukio hili ni la makka. aya hii iliposhuka walikuwa wakipenda ya kuwa waajemi wa washinde warumi, kwani hawa na wao walikuwa wakiabudu masanamu. watu wa faras wa irani walikuwa wakiabudu masanamu na moto, na watu wa makka pia walikuwa wakiabudu masanamu. wao walikuwa wakitamani ya kuwa watu wa faras washinde, na waislamu walikuwa wakipenda kwamba watu wa roma wawashinde watu wa faras, kwani wao walikuwa watu wenye kitabu. habari hiyo walimweleza hata abubakar, na hata abubakar akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam habari hiyo. hapo mtume saa salam akasema wao lazima watashinda, yani watu wa roma. hata abubakar akawaambia washirikina habari hiyo. wao wakasema kwamba panga muda kati yetu na yenu, yani weka sharti, kama tukishinda sisi basi kwa ajili yetu itakuwa hivi na vivi, na mkishinda nyini basi mtapata hivi na vile. wao wakaweka muda wa miaka 5, na sawa na riwaya moja wakapanga muda wa miaka 6. imeendikwa katika maelezo ya sunan at-tirmidhi tuhfatul ahwazi ya kwamba siku wa roma waliposhinda wa faras, waumini walifurahi, na siku ya badr wakapata kujua habari hiyo. alipokuja jibraili akiwa na habari njema ya kuwasaidia na kuwanusuru waislamu dhidi ya washirikina katika uwanja wa badr. jibraili aliposhuka akiwa na habari njema ya kuwasaidia waislamu dhidi ya washirikina. huo ni uhusiano na badr, ya kwamba siku ilipotokea ushindi wa badr, siku ile ile waislamu walipata habari njema ya kushinda kwa warumi. kuna riwaya ya sahih bukhari katika maelezo yake alama badruddin ani akizungumzia bishara ya ushindi wa roma, anaandika ya kwamba ilipotokea vita kati ya waajemi na warumi, waislamu walikuwa wakipenda ushindi wa warumi juu ya waajemi, kwani warumi walikuwa wenye kitabu. hiyo ilikuwa sababu ya huruma ya waislamu kwa waruma, ilhali makafiri wa quraish walikuwa wakipenda ushindi wa waajemi, kwani wao walikuwa majusi, na makafiri wa quraish pia walikuwa wakiabudu masanamu. basi juu ya jambo hilo hata abubakar na abu jahal wakaweka sharti. mtume saa salam akasema kwamba neno lililotumika huko ni biz, na biz huonyesha kitambo cha miaka 9 au 7, basi ongeza muda. kisha hata abubakar akafanya hivyo, basi warumi wakashinda. mwenyezi mungu alisema alif lam mim ghulibat rum fi adna al-arzi وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. tafsiri yake ni kama ifuatayo kwamba alif lam mim ana Allahu a'lamu, yani mimi ni allah ni juae sana. warumi wameshindwa katika nchi iliyo karibu, nao baada ya kushindwa kwao watashinda tena katika miaka michache. amri ni ya allah kabla na baadaye, na siku hiyo waumini watafurahi kwa msaada wa allah. na shabi anasema kwamba wakati ule kuweka sharti ilikuwa halali. matukio aliyoeleza mtume sallallahu alaihi wasallam katika bishara zake. katika bishara hizi moja ilikuwa ni bishara ya ushindi wa roma. pande zote mbili za uarabuni zilikuwepo serikali za roma na fars. wakati ule mfalme wa tehran alikuwa khusro na mfalme wa roma alikuwa hirakal. katika serikali hizi mbili vita ilikuwa ikiendelea kwa muda mrefu. mnamo mwaka wa 5 wa unabii, mwaka 618 iswi, ikaanza vita kali kati ya tawala hizi mbili.
japo katika kaumu hizi mbili hakuna kaumu iliyokubali dini ya kiislam, lakini waroma walikuwa wafuasi wa hat isa na walikuwa wenye kitabu, na itikadi za wairani zilikuwa zikifanana na itikadi za washirikina wa maka. Hivyo bila shaka waislamu walikuwa na huruma kwa wakristo na washirikina wa maka walikuwa na huruma kwa wairani. Hivyo waislamu na makafiri wa maka wote walikuwa wakisubiri natija ya vita kwa hamu sana. Mipaka ya tawala hizi ilikuwa ikipakana juu ya kando za mito ya Dajla na Farat. Serikali ya Roma ilikuwa imeenea katika maeneo ya mashariki hadi Asia Kuchak na mipaka ya Iraq, Syria, Palestina na hadi Misri. Wairani waliwavamia Waroma kwa kutumia njia mbili. Upande moja kwa kutumia njia ya Dajla na Farat walielekea upande wa Syria, na upande wa pili wakipitia Asia Kuchak, Azerbaijan na Armenia wakaingia katika Anatolia, na wakiwasukuma Waroma wakarudisha kwenye bahari. Katika Syria walinyanganya miji yote mitakatifu kutoka kwa Waroma. Mwaka 618 Iswi mji mtakatifu wa Yerusalem ukaja chini ya utawala wa Irani. Makanisa yakabomolewa, wakavunja heshima ya mahala pao patakatifu. Kasri ya mfalme wa Iran ilipambwa na vichwa vya watu 30,000 waliouawa, yani watu waliuawa na vichwa vyao viliwekwa katika kasri. Ushindi huu wa Kiirani uliendelea kwenda mbele, na katika mwaka 616 Iswi ukasambaa juu ya nchi nzima ya Misri na ukaenda kukwama juu ya ufukwe wa Iskandria. Na upande wa pili ushindi huo ukiendelea kupatikana na ukafika mpaka Bosphorus na ukaenda kugonga kuta za Konstantinia. Mbele ya makao makuu ya mfalme wa Roma, jeshi la Irani lenye ushindi likaenda kuweka mahema yake. Sasa badala ya Waromi katika maeneo mapana ya Asia Kuchak, Iraq, Syria, Palestina na Misri, utawala wa Kiirani ukapatikana. Kote kote yakajengwa maeneo ya kufanya ibada ya moto, na badala ya Masihi wakawalazimisha watu kufanya ibada ya moto na jua. Kwa kuona maangamio ya utawala wa Kiromi, watu walianza kuonesha uasi zidi ya serikali. Katika Afrika pia mapinduzi yakatokea, na katika Ulaya pia kaumu zikaanza kuuana. Ilmuradi wakati ule utawala wa Kiroma ulikuwa umeangamia kabisa. Natija hii ilipotokea, Waislamu wakahuzunika juu yake na makafiri wakafurahi, na wakasema kwa Waislamu kwamba kama vile ndugu zetu wameshinda, kama nini mngepigana nasi, basi sisi pia tungeshinda. Makafiri wakasema kwamba sisi tutawashinda Waislamu. Wakati ule hali ya Warumi ilikuwa mbaya sana, kama tulivyoona kwamba ilikuwa hali ya kutisha. Walikuwa wamekwisha poteza maeneo yao yote. Upande wa mashariki walikuwa hawana hela na jeshi lilikuwa limesambaratika, na katika nchi nzima uasi ulikuwa umesambaa. Mfalme wa Roma Herakl alikuwa hana lolote la kufanya, yani hakuwa na nguvu yoyote. Na mshindi wa Iran akifika kwenye mlango wa Konstantinia, anaweka mbele ya Warumi masharti yafuatayo kwamba Warumi walipe fidia, watoe 1,000 talent dhahabu, 1,000 talent fedha. Talent ni mizani ya zamani ya Kiyunani ambayo ni sawa na kilogram 23. Walipe hariri 1,000, yani mawazi, na 1,000 farasi, na wasichana wasioolewa. Hali ya Warumi ilikuwa dhaifu sana mpaka wakakubali masharti yote. Lakini hata hivyo, mjumbe wa Roma alipoenda mbele ya mfalme wa Iran akiwa na ujumbe wa suluhu, Khusro aliyejaa kibri akampatia jibu. Alisema kwamba vitu hivi ulivileta si vihitaji, bali mimi namhitaji Herakl aje mbele yangu akifungwa kwenye minyororo, na sitafanya suluhu mpaka mfalme wa Roma akiacha Mungu wake asiinamishe kichwa mbele ya jua.
na mpaka aache ukristo. Sasa mwandishi ameandika kwamba hiyo ilikuwa hali ambapo kutoka mlima mmoja wa ardhi mfalme mmoja wa amani akazwihiri na akatoa bishara iliyokuwa kinyume kabisa cha matukio ya dunia ambayo nitasoma mbele yenu. Hazrat amesema nimeeleza maelezo haya kwani bishara hii ina shani yake ili muweze kujua shani yake kwamba bishara hii ilikuwa nini. Kama nilivyosoma hapo kabla, nasoma tena: alif lam mim غلبت الروم في أن الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده. mimi ni Allah nijuaye sana. Warumi wameshindwa katika nchi iliyo karibu, nao baada ya kushindwa kwao watashinda tena katika miaka michache. Amri ni ya Allah kabla na baadaye, na siku hiyo waaminio watafurahi kwa msaada wa Allah. Humsaidia amtakaye, naye ni mshindi kamili mwenye rehema. Hii ni ahadi ya Allah. Allah havunji ahadi yake. Mwandishi ameandika ya kwamba bishara hii kutokana na matukio ya wakati ule ilikuwa mbali ya kuaminika, kiasi kwamba bishara hii ikitimia makafiri walikuwa wamepanga sharti na waislamu kwamba watawapa ngamia zao. Sasa waislamu na makafiri walikuwa wakisubiri matukio haya. Kisha baada ya miaka michache dunia ikabadilika, na mwandishi mashuhuri Edward Gibbon akieleza hali ya Hirqal anaandika kwamba mfalme ambaye katika maisha yake ya mwanzo na mwisho alikuwa mtumwa wa starehe, tamaa zake na wasiwasi, na kama vile kutokana na mwanga wa jua giza ya asubuhi na jioni inapasuka. Ghafla mwaka 621 iswi Arkadius wa Kasri akawa Caesar wa uwanja wa vita, yani mfalme huyo wa Roma, na heshima yake kwa kupitia vita mbalimbali 6 ikaokolewa. Mfano aliyotoa wa Arkadius, huyu alikuwa mfalme wa utawala wa Kiroma ambaye zama yake ni 408 kabla ya Masihi hadi 378, na vile vile Caesar pia alikuwa jenerali wa kijeshi wa zamani. Kwa vitu vile wakati ambapo Hirqal alitoka na jeshi lilobaki kutoka Konstantinia, watu walikuwa wakihisi kwamba haya ni mandhari ya mwisho ya Roma, lakini bishara ya nabii wa Warabuni ilitimia kama ilivyotolewa. Na wakati ule ambapo waislamu walipata ushindi juu ya Makuresh, Waromi wakapata ushindi juu ya Wairani na wakachukua miji yao yote iliyokuwa imetekwa na Wairani, na wakawasukuma Wairani kutoka kando za Bosphorus na Nil na kuwapeleka hadi ufukwe wa Dajla na Farat. Kutimia kwa bishara hii kuliwafanya watu wa dunia kushikwa na butwa, na watu wengi wa Quraysh kwa kuona ukweli wa bishara hii wakasilimu. Na baada ya kupita muda wa miaka 1250, Edward Gibbon akipata kushikwa na butwa kwa kuona ukweli wa bishara hii anasema kwamba hata wasi waislamu wanakiri ukweli wa bishara hii. Anasema kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiwa pembeni alikuwa anaona hali za tawala hizi mbili zenye shani na jinsi tawala hizi zilivyokuwa zikipigana vita,
na wakati ule ambapo wairani walikuwa wakipata ushindi na mafanikio, yeye alisubutu kutoa bishara hii kwamba katika miaka michache bendera ya kiroma itashika ushindi. Wakati ambapo bishara ilikuwa imetolewa, bishara hii ilikuwa haiwezi kuaminika. Hakuna aliyeweza kuwa na yakini juu yake, kwani miaka 12 ya utawala wa Herakl ilikuwa imetangaza wazi kwamba utawala wa kiroma utaangamia katika muda mfupi. Na kuhusu Herakl na jinsi ilivyotokea mabadiliko katika historia, waandishi wa historia wamezungumzia mambo ya ajabu, lakini Gibbon anaandika kwamba wao watajuaje kwamba kuna mkono uliokuwa mbali na sehemu hii, yani mkono wa nabii ambao ndio ulikuwa sababu ya mabadiliko hayo ya kiroho. Ameandika maelezo ya Mustadrak na Jami Tirmidhi, anasema kwamba vita hii ilipotokea kati ya Roma na Faras, washirikina walikuwa wakiunga mkono na Wairani, kwani walikuwa wakiabudu masanamu, na Waislamu walikuwa wakiunga mkono na Warumi, kwani wao walikuwa wenye kitabu. Wakati ule Wairani walikuwa wakipata ushindi juu ya Waroma, na hapo sura Rom ilishuka. Hata Abubakar akawatangazia washirikina wote bishara hii. Washirikina wakasema kwamba panga muda kwa ajili ya kutimia kwa bishara hii. Abubakar akapanga muda wa miaka 5. Mtume akasema kwamba neno la bize linatumika kwa ajili ya miaka 3 hadi 9, hivyo ungetakiwa kuweka muda wa miaka 10. Sawa na maelezo hayo, katika mwaka wa 9 wakati wa vita vya Badr, bishara hii ilipata kutimia na Warumi walishinda. Tunasema baadhi ya vijana wanaoingia kwenye ujana, hata watoto pia wananiuliza, hata wiki jana nimepokea barua, wanasema kwamba kivipi tutajua kwamba Islam ni dini ya kweli na Mtume SAW ni nabii mkweli. Zura amesema kwamba mazingira ya hapa yameanza kuleta athari juu yao, kwamba wameanza kupata mashaka kuhusu ukweli wa Islam. Hivyo wao wanatakiwa kuwa na yakini kwa kuona historia hii na jinsi watu wasiokuwa Waislamu wanavyoeleza, na kisha bishara zilizomo ndani ya Qur'an tukufu kuhusu zama hizi wanatakiwa kuziona. Wazazi wenyewe pia wasome Qur'an tukufu na pia wawaonyeshe watoto wao bishara hizi ambazo ni dalili juu ya ukweli wa Islam. Zipo maelfu ya thibitisho za ukweli wa Islam, hivyo kuna haja ya kuongeza elimu. Wazazi pia waongeze na vijana pia. Sio maana kwamba waulize na inatosha. Kama wanataka kuuliza, basi wajitahidi kujifunza, na pia tanzim zetu pia zinatakiwa kuwapatia elimu. Swali hili nimeulizwa mara kadhaa, hivyo ufafanuzi huu ulikuwa muhimu kuweka mbele yenu, hivi nimeweka. Sasa narejea katika mada yangu halisi. Vita ya Badr ilitokea mwaka wa kwanza wa hijra na mwaka wa 14 wa utume. Miaka 9 kabla kutakuwa na mwaka wa 5 wa utume. Kwa msingi huo zama ya bishara ni mwaka wa 5 wa utume, na ilipotimia ilikuwa zama au mwaka wa 14 wa utume. Baadhi ya watu wamesema kwamba bishara hii ilitimia katika mwaka wa suluhu wa Hudaybiyah. Jambo hili si sahihi. Labda watu wamefikiri kwamba kwa kuwa katika Sahih Bukhari inapatikana kwamba mjumbe wa mtume alipoenda kwa Kasr akiwa na mwito wa Islam, wakati ule ye alikuwa amekuja Syria ili kurudisha shukrani ya ushindi, na wanasema kwamba mjumbe alikuwa amekwenda kwake katika zama za suluhu ya Hudaybiyah. Hivyo watu walielewa kwamba labda katika mwaka wa suluhu wa Hudaybiyah bishara ilitimia, lakini jambo hilo si sahihi. Katika mwaka ule Kaisar alikuwa amekuja kusherehekea sherehe ya ushindi wake, na sawa na historia jambo hili linathibitika kwamba 609 Iswi mtume alidai kuwa mtume. 610 Rome na Faris walianza kuzozana. 613 walitangaza vita. Kuanzia 614 Warumi walianza kushindwa, na 616 walishindwa kabisa, na 622 Warumi walianza kuvamia tena Wairani, na 423 walianza kupata mafanikio, na 625 ushindi wao ulifikia ukamilifu wake.
tukiona kwa utaratibu huo tunaweza kujua kwamba tukifanya malinganisho kati ya zama ili walipoanza kupata ushindi na walipoanza kushindwa, kwa ujumla inafika miaka 9. na baada ya kupatikana kwa ushindi huu Herakl akawa mbivu na mzembe tena. Ilikuwa ikionekana kwamba mkono wa Mungu kwa ajili ya kutimiza bishara hii tu alikuwa ameamsha kichwa chake kwa miaka kadhaa, na bishara ilipotimia yeye kisha akaanza kuzembea na akawa mbivu. Alama Shibli Nomani ameandika katika historia yake kuhusu ushindi wa Warumi, hitilafu inayopatikana katika historia. Hatmiza Bashir Ahmad Saheb ametatua hitilafu hiyo. Anasema kwamba katika baadhi riwaya imeandikwa kwamba ushindi wa Rome ulipatikana katika zama za suluhu ya Hudaybiyah, lakini riwaya hizi hazigongani, kwani kimsingi zama ya ushindi wa Roma ilikuwa imeenea kuanzia vita vya Badr hadi zama ya suluhu ya Hudaybiyah. Musleh Maud kuhusu hiyo anasema ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa bado katika Makka, ambapo habari hii ilishamiri katika Uarabuni ya kwamba Wairani wamepata ushindi juu ya Warumi. Watu wa Makka wakafurahi sana juu yake, wakizani kwamba sisi pia ni washirikina na Wairani pia ni washirikina vile vile. Kushindwa kwa Warumi mbele ya Wairani ni jambo jema, na maana yake ni kwamba watu wa Makka pia watapata ushindi juu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walikuwa na zana hiyo, lakini Mwenyezi Mungu akamwambia Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kwamba alif lam mim ghulibatir rum fi adnal arzi wa hum bi ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bizi sinin. Bila shaka serikali ya Roma imeshindwa katika eneo la Syria, lakini hali hiyo haitadumu, bali baada ya kushindwa katika muda wa miaka 9 Warumi watashinda tena. Bishara hiyo ilipotangazwa, watu wa Makka wakacheka sana juu yake, hadi baadhi ya makafiri wakaweka dau la ngamia 100 na hata Abubakar, wakisema kwamba kama baada ya kushindwa vibaya Roma ipate maendeleo tena, sisi tutawapatieni ngamia 100, na isipotokea hivi basi nini mtatupa ngamia 100. Kizwahiri ilikuwa vigumu kutimia kwa bishara hiyo. Baada ya kushindwa katika Syria, jeshi la Kirumi lilikuwa limeshindwa mara kwa mara na kurudi nyuma mpaka majeshi ya Kiirani yakafikia ukingoni mwa bahari ya Marmora. Kustantunia ikakatwa na tawala za Kiasia na utawala wa Roma ukabaki kama utawala mdogo sana, lakini kauli ya Mungu ilikuwa ni yenye kutimia na ikatimia. Katika hali ya kukata tamaa, mfalme wa Roma akiwa na majeshi yake akatoka kutoka Kustantunia kwa ajili ya shambulio la mwisho, na akifika kwenye ukingoni mwa Asia akaanza kupigana na Wairani vita ya mwisho. Majeshi ya Kirumi licha ya kuwa na idadi ndogo na silaha ndogo sawa na bishara ya Qurani wakapata ushindi juu ya Wairani, na jeshi la Kiirani likakimbia hadi kuingia katika mipaka ya Iran, na nchi za Afrika na Asia zilizokuwa zimetekwa na Wairani zikaja chini ya serikali ya Rum. Masihi Maula Islam anasema kwamba hata Bakr Sadiq radhiyallahu ta'ala anhu alipoweka dau na Abu Jahal na bishara ile ya Qurani tukufu akaiweka kama msingi wa sharti kwamba alif lam mim ghulibatir rum fi adnal arzi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bizi sinin, na akapanga muda wa miaka 3. Hapo Mtume sallam kwa kuona hali ya bishara akatumia busara yake na akamwambia Abubakar kufanya mabadiliko katika sharti lake, na akasema kwamba neno la bizi sinin ni mujmal na mara nyingi linatumika kuhusu miaka 9. Masihi Maud alayhi wassalam anasema zaidi kwamba katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam Wairani walikuwa washirikina, na mfalme wa Rome aliyekuwa Mkristo kimsingi alikuwa akiabudu Mungu mmoja, na hii ndiyo pia sababu ya Waislamu kuwa na huruma kwake. Anasema kwamba mfalme wa Roma aliyekuwa Mkristo kimsingi alikuwa akimwabudu Mungu mmoja, na alikuwa hamkubali Masihi kama mwana wa Mungu, na yeye mbele yake kumbukumbu za Masihi zilipowekwa alisema kwamba mbele yangu daraja ya Masihi si zaidi yake, kama ilivyoelezwa na Qur'an tukufu, na hadisi pia inatoa ushahidi wake. Alisema kwamba
hiyo ni kalamu ile iliyomo kwenye torati na hapo aya hizi zilishuka kwamba alif lam mim ghulibati rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bizi sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'du wa yawma idhin yafrahu al-mu'minun. yani warumi sasa wameshindwa, lakini katika muda mfupi, katika muda wa miaka 9 watashinda tena. Wakristo wanasema kwa ujanja kwamba mtume sala salam alikuwa amepiga hisabu za nguvu zote mbili na kisha alikuwa ametoa bishara hii kwa busara yake. Sisi tunasema kwamba hivyo ndivyo masihi pia, kwa kuona wagonjwa alikuwa akipiga hisabu kwamba waliweza kupona, alikuwa akiwaondolea maradhi yao. Huzuri anafanya malenganisho hapa na anatoa jibu la shutuma yao, na hivyo miujiza yote inatoweka kutoka mkono wake. Yaumaidhin yafrahul muminun, siku ile waumini watapata furaha mbili. Furaha moja ni ushindi wa vita ya Badr na furaha ya pili ni ushindi wa Roma. Kama hii ni shutuma kwamba alikuwa ameona nguvu zao, basi hali ya Badr ni tofauti kabisa, na waislamu walipata furaha zote mbili kwa pamoja. Anasema kwamba Qur'an tukufu imejaa na bishara nyingi, kama vile bishara moja kuhusu utawala wa Roma na Iran, na bishara hii ya wakati ule ambapo utawala wa Kiirani ulikuwa umepata ushindi juu ya utawala wa Kiroma. Wakati ule washirikina walikuwa wameona kwamba hiyo ni alama nzuri kwao au ishara nzuri kwao, na walikuwa wameelewa kwamba kwa kuwa itikadi zetu zinafanana na itikadi za utawala wa Kiirani, vivyo hivyo sisi pia tutamuuzi nabii wetu ambaye sheria yake inafanana na kitabu. Ndipo Mwenyezi Mungu alitoa bishara hii kwamba mwishowe Warumi watapata ushindi, na habari hii inapatikana katika sura Ar-Rum. Na kwa kuwa washirikina wa Arabuni walikuwa wameichukulia kama ishara ya ushindi wao, hivyo Mungu alisema kwamba siku ile Roma watapata ushindi, siku ile ile Waislamu pia watapata ushindi juu ya washirikina, na hivyo ndivyo ilivyotokea. Na kuhusu hii aya inasema kwamba alif lam mim ghulibatir rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bizi sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'd wa yawma idhin yafrahu al-mu'minun. Mimi ni Mungu nijuaye sana. Warumi walishindwa katika nchi iliyo karibu, na watu hawa katika muda wa miaka 3 hadi 9 watashinda utawala wa Kimajusi. Siku ile itakuwa siku yenye furaha kwa waumini, na hivyo ndivyo itokavyo. Na baada ya miaka 3 katika muda wa miaka 9 utawala wa Kirom ulishinda utawala wa Kiirani, na siku ile ile Waislamu wakapata ushindi juu ya washirikina, kwani siku ile ilikuwa siku ya vita ya Badr ambapo Waislamu walikuwa mpata ushindi. Kisha alisema kwamba muangalie kwamba bishara hii ina shani. Bishara hii ilitolewa katika muda ambapo hali ya Waislamu ilikuwa tete sana, hawakuwa na silaha wala nguvu. Katika hali hiyo wapinzani walikuwa wakisema kwa kundi hili litaangamia katika muda mfupi, na waliweka muda. Na kisha kwa kusema yaumaidhin yafrahul mu'minun alitoa bishara mara mbili kwamba siku ile ambapo Warumi watapata ushindi juu ya Wairani, siku ile Waislam pia watafurahi. Na bishara hii ilitimia kama ilivyokuwa imetolewa, na upande mmoja Warumi wakapata ushindi na upande wa pili Waislamu wakapata ushindi. Zura amesema kwamba silsila hii itaendelea. Matukio haya kuhusu Mtume sallallahu alaihi wa sallam nitaeleza katika siku za usoni. Baada ya swala nitasalisha jeneza moja ghaibu ambayo ni ya mheshimiwa Faraz Abdul Wahid sahib wa Uingereza. Yeye siku za nyuma alifariki dunia akiwa na umri wa miaka 47. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Huyu alikuwa na asili ya Kiiraq, na mwaka 2012 akifanya bayat alikuwa ameingia katika jumuiya. Ameacha nyuma binti mmoja na mke mmoja. Alikuwa amehifadhi Qurani tukufu katika utoto wake. Alipokuwa akishika msimamo mkali, akawa Muislamu mwenye msimamo mkali.
hadi akauza televisheni ya nyumba yake kwamba kuona televisheni ni haramu na akachana picha zote katika nyumba yake kwamba picha hizi pia ni haramu. Alipojifunza elimu ya dini akiwa chini ya shekh fulani, basi akashika msimamo mkali. Kisha lakini alikuwa na mashaka moyoni mwake kwamba sijui kama mimi ni sahihi au la na islam ni dini ya kweli au la. Alikuwa na mwenzake mkristo, yeye akapata athari kutoka kwake na alikuwa na mashaka kuhusu islam na alikuwa na maswali kuhusu islam. Asipopata majibu yake, basi akaingia katika ukristo. Baada ya muda, kisha mapenzi ya mtume saa salam yakaamka moyoni mwake na akakubali islam tena. Kwa vitu vile alikuwa msomi mzuri mwenye kufanya juhudi. Alipata digrii kutoka university wa Basra, akapata masomo ya economics na alikuwa na shauku ya kujifunza lugha mbalimbali. Akajifunza Kiingereza, Kifaransa, Kihispania, Kijerumani na pia alikuwa akijua lugha ya Kirusi. Mwaka 2009 pamoja na mkewe akahamia Uingereza, na hapo Mwenyezi Mungu akamjalia binti moja. Baada ya kufika Uingereza, Fra Saheb kwa bahati tu akaona MT Al Arabia na hapo akaanza kupokea na kupata majibu ya maswali yake. Kisha ukweli wa Hatmasihi Masihi ukaingia moyoni mwake kiasi kwamba mara nyingi alikuwa akiimba shairi ya Hatmasihi Islam aliyoandika katika kumsifu Mtume saa salam. Katika muda huo huo akamwona khalifa mtukufu wa ini rahimahullahu taala kwamba katika misikiti mmoja mkubwa mweupe anatoa hutuba na kutoka uso wake nuru inatoka. Kisha baadaye akamwona kijana mmoja mzuri ambaye katika kipaza sauti akitaja majina ya Hatmat Islam anawasihi watu kumfuata yeye. Kisha mwaka 2012 akafanya bayati, akawasiliana na Dr. Bilal Tahir saheb wa Sheffield na kwa kupitia yeye akapeleka ombi la bayati yake. Kisha akifuatana naye akasoma vitabu vya jamaati na katika muda mfupi tu akaanza kufanya mahubiri na kutoa majibu ya shutma zinazoletwa juu ya jamaati. Kutoka Urdun, Yazan Rababa saheb anaandika kwamba ndugu Fraz Abdul Wahid alikuwa Ahmadia mzuri sana. Alikuwa akisoma vitabu vya jamaati, alikuwa akitoa majibu ya maadui na kwa kweli alikuwa anatetea Islam na Ahmadiyat. Juu ya ukurasa wa Facebook alikuwa anafanya mahubiri. Mimi nikimtaja yeye nahisi kama nalia. Mwenyezi Mungu amghofirie. Tamim Abu Daqa saheb anaandika kwamba Fraz saheb alikuwa na kipaji kizuri cha kutafsiri katika lugha mbalimbali. Alikuwa mjumbe wa timu inayotoa majibu kuhusu shutma zinazoletwa dhidi ya jamaati na majibu yao yalikuwa kamili, yaliyojaa hoja na dalili. Alikuwa anaeleza majibu yao kwa kutumia hoja mbalimbali. Baadhi ya wanafiki walipoleta fitna, Fraz saheb alikuwa katika mstari wa kwanza kupambana nao. Kwa sababu ya imani yake kamili na mapenzi yake alikuwa anaitetea jamaat na ukhalifa. Dr. Amrode saheb anaandika kwamba ndugu marehemu Fraz Abdul Wahid alikuwa na elimu kubwa sana na kipaji kizuri na alikuwa anajulikana kwa sababu ya mada zake na maandishi yake. Alikuwa ameingia katika jamaat muda si mrefu, lakini katika muda huu mfupi alikuwa amepata elimu nzito kuhusu itikadi za kijamaati na alikuwa amefunga midomo ya wapinzani na majibu yake. Marehemu miaka michache kabla alikuwa amepewa wajibu wa kutoa majibu juu ya tovuti yetu ya Kiarabu, wajibu ambao akautekeleza katika muda wake wa mwisho na akafanya kazi kwa ikhilasi na kwa juhudi.
katika tovuti ya kiarabu ya maswali na majibu kuna article zake takriban 800 au majibu yake ya shutuma mbalimbali yataendelea kutoa ushahidi juu ya elimu yake na jinsi alifanya juhudi ya kuwapa wapinzani majibu yao. mwenyezi mungu amghofirie na amrehemu na ampandishe katika daraja, awe mlinzi wa mke wake na binti yake, awajalie subira na amani na akubali matumaini yake kwa ajili ya ahli zake na akubali maombi yake, na mwenyezi mungu aijalie jumuiya watu wengi walio mfano wake. baada ya swala inshallah kama nisemavyo nitasalisha sala yake ya jeneza. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.